أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehma kipenzi cha umma, naye ni Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, leo tutaelekezana au tutakumbushana dua ambayo kwa wale wenye matatizo ambayo wana maradhi ambayo yenye kurudi mara kwa mara, hususan maradhi yanayosababishwa na majini. Mtu ana tatizo ambalo jini lake kila akitibiwa linatoka, baada ya siku 2-3 linarejea. Jini linatoka, mara nakaa mwezi linarudi tena. Sasa kama una matatizo ya namna hiyo, basi unatakiwa utumie utaratibu huu wa kuweza kujitibia tatizo lako, na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tatizo lako litakuwa ni lenye kuisha. Najua kuna changamoto nyingi sana katika baadhi ya majumba. Nyumba zingine unapokuwa unafanya dua ndani ya nyumba, jini linakimbia, linaweza kwenda kujificha chooni. Na jini atakapokuwa amekwenda kujificha chooni, pia vile vile kuna namna yake ya kufanya. Na hapa ndio mwingine anatakiwa ajue, baadhi ya vyoo vinatumika kama vichaka vya kujifichia majini. Tena majini wa namna hiyo wanakuwa wanasumbua sana. Mtu atahangaika kujitibia, ataenda mashariki magharibi, ataita walimu nyumbani kwake, kweli wanafanya dua, lakini wakati huo kumbe wale wanakimbilia chooni. Baadaye wakisharudi wanakaa wanaangalia, wakiona hapa sasa, haya turudi, wanarudi tena. Sasa hii ni katika miongoni mwa vituko vya majini katika ulimwengu tuliokuwa nao, ambao wanasumbua sana watu, wanatesa sana watu. Na ndio maana hata unapokuwa unafanya tiba katika nyumba, basi ni vizuri vile vile choo pia usikiache, usikisahau. Kama vile ilivyokuwa nyumbani kwako, ukiambiwa dawa hii dekia kwa ajili ya kuondosha uchawi, usisahau chini ya kitanda chako. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu muda mwingine hata uchawi pia unafichwa chini ya kitanda, katika mazingira ambayo wewe utasafisha sehemu zote, lakini chini ya kitanda chako utakuwa ni mwenye kupadharau kwa namna moja ama nyingine. Sasa basi, kama una tatizo la namna hiyo ndugu yangu, la maradhi, majini yanatolewa alafu yanarudi, sasa unataka kufunga mwili wako katika namna ambayo ubaya usiingie, katika namna ambayo jini lisirudi katika mwili wako, kwa maana kwamba sasa umetibiwa, tatizo hilo lisirejee. Sio hilo tu. Na hapa ndio inatakiwa uelewe hivi ndugu yangu. Sasa je, ni dua gani ambayo ya kusoma? Dua ya kusoma ni aya ya 45 katika surati Bani Israil. Ile aya inayosema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Sawa? Aya hiyo unairudia kuisoma kila siku kwa idadi ya mara 161. Na 161 si nyingi ndugu yangu, ni nyingi kama wewe una uzoefu wa nyiradi, maanake mtu ukiwa na uzito wa nyiradi, hata ukiambiwa 100 tu kamili au 40 unaona tabu. Hapana, fanya dhikiri sana, acha uvivu, ondosha uvivu katika nafsi yako. Kwa hivyo unakaa unasoma aya hiyo kwa nia ya kufunga mwili wako, hata la yarudda al-aridhu ilaika, mpaka yule adui wa kijini asirudi kwako. Lakini vizuri ufululiza hata siku 40. Unakaa mwenyewe unasoma huku unatia nia, ya Rabbi, kibaya chochote kile kisiniingie katika mwili wangu.
ubaya wote uliotoka katika mwili labda usiingie, na ule ambaye haujaingia usiingie. Yule ambao umetoka usirudi, na ule ambaye uko nje huko usiniingie katika mwili wangu. Unasoma aya hii, a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Hijaban mastura. Kwa hiyo unairudia na mimi kuitamka hivi, ili wewe ndugu yako pia uifahamu. Yule ambaye hajui kusoma kabisa, naye pia anifatize mpaka naye pia ajue kuisoma. Wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Unaisoma hiyo kwa siku, kwa idadi hiyo mara 161. Insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia uwepesi. Soma dua ndugu yangu, acha uvivu, usikate tamaa. Wachawi wanapoamua kukuloga wewe hawakati tamaa. Watu wenye roho mbaya wanapokusudia kukuharibia maisha hawakati tamaa. Acha tabia ya kukata tamaa. Acha kuwa mnyonge. Amka kwa uchangamfu. Amka ukiwa na hali ya uchangamfu. Sema sasa namuomba Mola wangu, unamuomba Mola wako. Usiwe tena mvivu ukaisiamia hata nikiomba hata nikubalia. Hata kukubalia wapi bwana wewe? Muombe Mola wako. Muombe Mola wako, mueleze shida zako, mueleze yale unayoyataka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasikia. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaona. Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua, tena hata kabla hujamuomba anajua mja wangu yule shida yake ni nini. Muda mwingine anapenda kukuona unavyomuomba. Kwa hivyo muombe Mola wako. Hakuna kukata tamaa. Usikate tamaa. Wakati wewe unakata tamaa, wenzako wanaokusudia kukuharibia maisha ndio kwanza hawakati tamaa. Mtu anakuhangaikia. Muda mwingine wewe unalogwa, upo katika nchi za mbali huko, mtu anakuhangaikia, anatafuta uchawi mpaka Afrika. Mwele kwa Afrika anatafuta uchawi mpaka bara lingine ili kumuumiza mwenzake. Ya nafsi wewe, acha kuloga wenzako. Acha kuwadaika na ulimwengu unaumiza wenzako bwana. Kaburini kuna mambo, kiyama kuna mambo. Acha tabia hiyo. Kama ulishafanya hilo kosa, mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sasa basi sirudi tena kuloga wenzangu, sirudi tena kufanya fitina, sirudi tena tabia iliyokuwa mbaya. Kwa hiyo ndugu yangu, niweze kukueleza ni kwamba usikate tamaa, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakufanyia uwepesi. Ama mwisho kabisa, kwa yule ambaye anahitajia namba zangu za simu kwa ajili ya maswali, maoni, hata huduma pia. Muda mwingine hajui kusoma dua kama hizi, lakini anatamani basi aombewe kwa njia nyingine. Njia ziko nyingi. Hapo tunaelekezana baadhi ya njia chache ili kila mmoja aweze kujua. Lakini pia vile vile njia za kufunga mwili ili uadui usiingie ziko nyingi kwa namna moja ama nyingine. Lakini hapa nimekutajia aya hii, wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Hii ndio leo tulikuwa tumeweza kuizungumzia. Lakini tu unaweza ukanipigia kwa namba yangu ya simu ifuatayo 0762 664094 0762 664094 au 0716447727. Kwa wale waliokuwa mbali, unaweza ukaanza na kodi namba hii, kwa maana alama ya jumlisha 255 plus 255 762664094. Ni mimi ndugu yako Maalim Suleiman Ngusura.
Nipo katika ardhi ya Tanzania, maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Ukifika Dar es Salaam, kama unakusudia kunitembelea, basi wewe ulizia Mwananchi ni wapi yanapochapisha magazeti ya Mwananchi. Ukifika maeneo kwenye hicho kiwanda hiko, nje ya hicho kiwanda kuna vijana wengi wa bodaboda pale au bajaji, waambie na kwenda kwa Shekhe Ngusura, watakuleta mpaka ninapopatikana insha Allah. Hiyo ndiyo lamani nyepesi kabisa kabisa. Kwa maana nyingine, kuna njia inaitwa Mandela Road. Kama unatoka Buguruni kwenda Ubungo au Ubungo kwenda Buguruni, kuna kituo kinaitwa Mwananchi. Cha kuchunga ni kwamba ukifika Mwananchi, wewe ulizia Mwananchi yenyewe iko wapi. Ukionyeshwa ile, basi vuka barabara, alafu chukua bodaboda, ndio uulize wakulete kwa Shekhe Ngusura insha Allah. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kheri sote kwa pamoja, atuondoshie kila aina ya maradhi na kila aina ya matatizo, na atukinge na shari za watu wenye roho mbaya, shari za kila aina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukinge nazo shari hizo, atuepushie mabala hayo. Na insha Allah, kwa hayo machache nikwambie ndugu yangu, alkamalu lillahi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.